Rais wa kabumbu nyumbani Tanzania Wallace Karia amezungumza kwa mara ya kwanza mara baada ya dabi ya Kariakoo kuota mbawa. Lakini machache kati ya mengi ambayo ameyazungumza kuhusiana na dabi yenyewe. Kwanza, moja, amewataka walioitaka bodi ijiuzuru na wenyewe wajiulize maswali kwamba nao wanatosha. Je, wao hawapaswi kujiuzuru pia? Lakini kubwa zaidi, ameendelea kusisitiza kuna watu kama wana utoto hivi katika mpira wa Tanzania, na kama wamechoka kucheza mpira basi wauache mpira waendelee na sinema zao. Lakini amewataka Watanzania kuwa watulivu wakati kamati ikiwa inasubiri kwenda kutoa taarifa yake. Lakini unajua watu kwa nini wanaendelea kuwa na mshangao? Ni kwa sababu muda unazidi kusogea na watu wanaamini uharaka uliotumika na kamati kutoa taarifa ya kuahirisha mechi ndio ulipaswa pia kutumika uharaka huo kutoa taarifa ya nini kitafuata mara baada ya mechi kuahirishwa. Kutoa taarifa ya kuahirisha mchezo imetoka kwa haraka kwa sababu pengine watu wamefikiria kwamba mashabiki bado wanaweza kaenda wengi uwanjani, alafu wakafika pale timu hazijafika, baada ikavuka ikazuka vurugu na vitu vingine. Ndio maana wamefikiria kwenye kuahirisha mchezo wa dabi, kuandika taarifa ya kuahirisha mchezo ili zisize zikatokea vurugu, kwa sababu mashabiki watapokienda pale wakijua mchezo upo, alafu baadaye timu moja haijafika uwanjani na hakuna taarifa yoyote, pengine vurugu zimetokea pale. Kitu ambacho kingekuwa sio kizuri kwa kwenye mpira wetu. Sasa ili kuepuka changamoto aina hiyo ni kuahirisha mchezo kwa haraka ili kila mtu ajue kwamba mchezo umeahirishwa na watu wasiende viwanjani ili wasubiri tarehe mpya ambayo itapangwa. Lakini mchezo kishaahirishwa, maana yake inabidi bodi tena ikae iangalie sehemu ya kuja kuweka huo mchezo, kwa sababu tayari siku zote ziko kwenye ratiba na tayari ule ulikuwa ni mchezo ambao mchezo tarehe ulitakiwa uchezwe tarehe 8. Alafu baada ya tarehe 8 pale mechi ambazo zimefuata ni mechi za FA. Baada ya mechi za FA ni kiporo cha Simba. Baada ya kiporo cha Simba dhidi ya Dodoma Jiji inafuata ni international break. Manake inakuja ratiba ya taifa. Kwa hiyo tayari hapa katikati hakuna sehemu ya kufix huo mchezo. Ina maana inabidi bodi ya ligi ikae tena ianze kutazama sehemu gani watapachika mchezo, kwa sababu baada ya international break Simba anaenda kwenye mashindano ya kimataifa. Huwezi kumwekea dabi katikati. Akiruka mechi za kimataifa anaendelea na mechi za ligi ambapo kutakuwa kuna kiporo chake pia. Itabidi acheze mechi hizo hapo, labda kutakuwa kuna kiporo chake acheze. Kwa hiyo unaona ratiba iko tight sana. Kwa hiyo pia ilikuwa inawapa nafasi bodi ya ligi kupata muda wa kukaa na kufikiria wapi wanaweza kuchomeka hiyo mechi ya dabi ili ichezwe pasina kuharibu ratiba ya michezo mingine. Na mechi ya dabi sio mechi ambayo utaipanga ndani ya masaa 72. Lazima itakuwa nje ya masaa 72. Yaani inataka labda siku 5 fulani hivi kila mtu apate muda wa kujiandaa. Which ni kitu ambacho kinafanyika kwenye ligi zote duniani. Yaani mechi kubwa huwa inakwenda kuchezwa kwenye ligi fulani, lazima kuwe kuna distance fulani hivi ya muda wa kucheza hiyo mechi. Unless labda huyo mtu ametoka kwenye mashindano ya kimataifa, lakini kama ni kwenye ligi tu ndani, kwa maana domestic league, lazima kuwe kuna distance fulani kutoka michezo mingine kwenda kwenye mchezo husika ili kuwapa watu time kutazama. Lakini unajua hii mechi ndio mechi ambayo ina thamani kubwa pia kwa wadhamini wote wa ligi kuu, lakini pia kwa wale watu wenye haki za matangazo. Yaani ndio mechi ambayo kila mtu anategemea kupatia pesa pale au wachezaji wake kwenye ligi kupata faida kupitia kupitia huo mchezo. Kwa hiyo ni lazima kidogo atoe distance ya muda hiyo kwamba kila mtu ananufaika na huo mchezo wa dabi. Lakini pia zipo logistic nyingi zinapaswa kuwekwa sawa, kwa sababu hii pia ni mechi ambayo inaingiza mashabiki wengi. Yaani zaidi ya mashabiki 40,000 lazima watakuja kutazama hiyo mechi uwanjani. Sasa kwa mechi ambayo inaingiza zaidi ya mashabiki 40,000 ni lazima uitengeneze mazingira mazuri ya security, utengeneze mazingira mazuri ya upatikanaji wa tiketi, utengeneze mazingira mazuri kwa watu wenye haki za matangazo kufanya promotion, utengeneze upate muda mzuri wa kuwapa nafasi watu wenye matangazo yale ya kuweka uwanjani waweke na nini. Kwa hiyo sio mechi ambayo utaamka tuseme kesho mechi inachezwa. Lazima ujipe muda, na ndio maana bodi ya ligi pia hawakutaka kutoa ratiba ya mechi kuchezwa kwa haraka. Walijipa muda ili waangalie namna gani ambavyo wanaweza kutengeneza mazingira mazuri ya ratiba ambayo itamfavor kila mtu ambaye anahusika na mchezo moja kwa moja.